الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea na somo letu la tafsiri ya Qur'an. Tukia leo tuna tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 na darasa letu linafanyikia katika Masjidul Hidayah Kitangiri, wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, nchi ya Tanzania. Darasa letu linafanyikia msikiti wa Kitangiri unaitwa Masjidul Hidayah huko Kitangiri, wilaya ya Ilemela, mkoa wa Mwanza, nchini Tanzania. Tuko kwenye aya yetu ile ile na hatutaimaliza kwa sababu siku zimetuishia na bado tuna vipengele mbele, na itabidi turuke kipengele kimoja. Aya yetu ni ile ile 23 suratul Isra. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Leo tupo katika adabu ya mtoto kwa wazazi sehemu ya pili. Adabu ya mtoto kwa mzazi wake sehemu ya pili. Jana tulisoma adabu ya kwanza mpaka adabu ya 13. Naomba mnitafsirie tu kwa Kiswahili ili tuende haraka haraka, kwa sababu wanasema alqalamu lisanul ghaib. Alqalamu lisanul ghaib, kalamu ni ulimi unaopeleka habari mbali kabisa, lakini pia kalamu ni ulimi unayemkumbusha mtu akisahau unasema. Adabu ya kwanza ni mtoto asifanyeje? Anatakiwa kusimama pale wanapokuwa wamesimama. Amkuandika au tusome Kiarabu itakuwa rahisi. Tusome Kiarabu. Haya. Kwa hiyo nataka kujifanya mko wa ya kwanza al-qiyamu bi qiyamihima. Sasa Sheikh Isa itabidi tubadilishe utaratibu wa darasa hili. Lakini naona tunawachelewesha tukisema kwa Kiswahili. Lakini wote humu ni Wasukuma wa Arabu. Ya pili khafdu sawt. Ya tatu la tajlis wa huma qa'imani. Ya nne la tanqud fawqaka amamahuma. Ya tano la tanam qablahuma illa bil-darura. Ya sita la tanzur ila wajhihima 'inda al-akli. Ya saba la tamshi amamahuma illa bil-layli. Ya nane an yusallima alayhima 'inda ad-dukhuli wal-khuruji. Ya tisa la tarkabu fawqa dhahri baiti illa bi'idhnihima. Ya kumi an yastadhinahuma al-khuruja. 11 an ya'rida alayhima qada'a matalibihima. 12 an yatluba du'a anhuma. 13 idha 'ada sa'ala anhuma. Ya 14
za mwisho. Leo tunaingia 14 katika adabu. Hizo ni adabu, sio adabu zinatofanana na haki, lakini ziko tofauti. Utakuja kuona kwenye haki kule. Hizi ni adabu tu ambazo sisi hatuna kwa kweli. Ya 14, an yatma'inna alaihima bisalami an yatma'inna alaihima bisalami an yatma'inna alaihima bisalami, atulie kwa wazazi wake anapowasalimia. Atulie kwa wazazi wake anaposalimia. Atulie kwa wazazi wake anaposalimia. Na hii ni karibuni makabila mengi wameacha utaratibu. Wengi tunawasalimia wazazi vipi? Salimia mzazi wako juu hivyo. Unatulia shekhi. Kama ni wale wenye kanuni za kutuja, unatuja kabisa. Kama ni wale ambao wanapiga magoti, unapiga magoti kabisa. Kama ni wale ambao huwa wana kanuni ya kufanya hivi, yani ionekane kabisa. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Utulie. Sasa sisi watoto wetu sisi wanatusalimiaje? Wanatusalimiaje? Tuseme kweli tu. Wanatembea. Asalamu alaykum baba. Asalamu alaykum. Mwite, mwambie salamu, sio hivyo. Katika mambo kumekuja lugha ya kwanza alfai, na lugha ya pili kumekuja ni utumwa. Shikamoo. Wewe anasema shikamoo ni utumwa, hana elimu. Sio hajaelewa, hana elimu. Shikamoo ni neno la Kiarabu, linatokana neno shakama. Shakama ndio inazaa shikamoo. Sio neno la Kiswahili hilo. Hilo neno la Kiarabu. Maana yake ahtarimuka wa a'tika hadhaka. Ninakuheshimu na ninakupa nafasi yako inayokustahili. Maswali ya Muhammad. Utakujua tu, ni ujinga tu. Ndio tunarudi pale kwenye kauli ya Sayyidina Ali. Ibada yoyote ambayo inafanyika haina ilmu ni bure, na ilmu yoyote ambayo mtu anayo haina ufahamu ni bure tu. Lazima urudi kwenye maneno. Na ukiwa mtumwa kwa mtu ambaye anakuzidi umri, kuna shida gani? Kwa sababu kila unayemwamkia ina maana anakuzidi. Sasa ukiwa mtumwa gani, kuna shida gani? Neno shikamoo linatokana na neno shakama, na marhaba ni neno lilomo kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema ulaika la marhaba lahum. Kuna watu wataenda kiyama hawapati marhaba. Watu wa peponi ndio watakuwa na marhaba. Ulaika la marhaba lahum. Kwa akimsalimia akitikia marhaba, nakubali wema ulionifanyia na wewe wema ukurudie. Ndio maana neno marhaba. Sasa mambo ya kurukia Sallu ala nabii. Halafu hata hivyo ni ujinga. Mwenyezi Mungu anasema wajannakum shuruban wa qabaila litaarafu. Nimekuumbeni mataifa na makabila. Sasa Tanzania ni taifa au sio taifa? Halina salama. Mwenyezi Mungu anasema wajannakum shuruba, nimewaumba mataifa. Kwa hiyo mataifa yatakuwa na salamu za kinini? Za kitaifa. Sasa unakataje? Ujinga tu. Wanachoni wanakuja hivi, unakuja wewe ndio wakati tunafika hata kanzu watuvai, unapiga mkandani, bado unaona hata kuvaa hata kanzu wakati mwingine ni upuuzi tu. Fanana wanachuoni wenyewe. Sasa kama hivyo mwanachuoni
unaenda kuomba dua kwenye futari ya kijinga. Futari ya kijinga unaomba kuomba dua, unaombaje dua? Mtu kajipiga picha kabisa, yuko anakula mchana, Muislamu mchana, karusha video dunia nzima imenena. Unamkubalije wewe anaingia kwenye futari? Kwa hiyo mnafuturisha wasiofunga. Mnafutari gani? Futari mnafuturisha walofunga. Man aftara atakayemfunguza aliyefunga, ndio hadithi hiyo. Sasa imekuwa ni ujinga tu. Alafu viongozi wale wakubwa watu wamekaa kimya. Hilo lilikuwa la kulisemea. Kama impox unasema hii ni zaidi ya impox. Swali ni Mtume. Sababu ni swala la kidini hilo. Lazima watu walisemee. Futurisha aliyefunga. Mimi nyumbani kwangu watu wanaona. Watu ambao hawakufunga hawali. Tunachagua kama ni futari yetu sisi tumeipenda, hawaili. Manake man aftara saima, usubiri itakachobaki kule. Wewe utakula chakula cha kawaida cha zofunga. Usilete mchezo. Sasa kama unacheza. Si ndio Uislamu unautaka? Haiwahusu. Kwa hiyo utakaa pale utatuangalia tu hivi. Subiri zikibaki ndio utaenda ule kwenye wote tunaangalia. Ndio hadithi. Sasa ni lazima watu wasimamie dini. Aqimu wajhaka dini, elekeza malengo kwenye dini. Sasa watu dini wanaiona kama ni kitu cha fashion. Dini sio fashion bali. Dini ina utaratibu. Watu unakuja kufuturisha, watu wanafuturu uchi. Nafuturishaje? Sasa wakapata, angalia huyu alipopendeza, angalia nguo yake, hivi. Futari gani ya ria? Tuache. Sheikh Habibu ndio hivyo Sisi tulisoma kwa wazee wale wa zamani wakiwa na elimu hasa. Sio elimu ya mitaala. Unakimbizwa na shekhe ili umalize mwaka upewe degree. Na kusomesha uelewe miaka 20 10 9. Sasa mpaka vitabu vyako vilivyopanga hata kama utazeekea. Walijua shikamo neno shakama na marhaba limo kwenye Qur'an. Nafikia kama kwenye sura Al-Saff hivi. Na usipasi. Utasoma kule ulaika la marhaba lahu. Kuna watu watakwenda kule ndio bana tunasema marhaban bi ya Muhammad marhaba. Marhaban bi marhaba na ya nabii marhaba ni bora kuliko nabii. Ya nabii salamu alayka ya rasul. Marhaban bi ni bora marhaba kuliko nabii. Ukitaji kitabu ndio nitakuonyesha. Sallu ala nabii Muhammad. Sasa hapo kwa fundishe mtoto wako. Kwa hiyo kuna salamu za kilugha. Shemeji yangu wako pale Shumara waitu. Huwezi kama tusalimiane, akisalimiani vipi wakati ni wa haya? Ipo wajannakum shuruban wa qabaila. Lazima kutakuwa kuna salamu ya kabila hapa mwakee mlimo. Lazima na wala si kusema tu bana sasa tusalimiane hivi. Sio muhawe. Tutatofautiana tu matamshi. Kwa sababu kuna wao Wasindi, kuna wao Wajiji, kuna wao Wahambwe, kuna tutafutiana kwenye lafzi lakini tutaelewana tu. Sasa usikatai salamu ya kabila na wewe ni mtu wa kabila. Ila kama mmekaa na mtu sio kabila lenu, sheria inamruhusu kuzungumza kabila. Kwa hiyo salamu ya kikabila ipo na salamu ya kitaifa pia ipo na salamu ya dini pia ipo. Kwa hiyo mtoto atasalimia salamu ya dini. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi nitamtikia alaykum salaam. Alafu lazima alete shikamoo. Lazima anipe na hiyo. Kama anajua kilugha tunatwanga na kilugha. Au asinipe ile ya kitaifa, anipe ya kabila. Tunaendelea. Sheikh Habibu inauma sana. Hii dini tunapokwenda kule wanasema Mtume SAW anasema itafikia mcha Mungu atapita makaburini kama kitangira atasema ya laitani makana huu. Bora mimi ningekufa tu kama alipokufa Sheikh Mporogomo. Yaani tunapokwenda huko ni vurugu. Wanasema yati zamanu ala ummati la yurafu alislamu illa bil adhani. Itafikia watu ikiadhiniwa tu kama kuna Islamu hapa
itafikia hivyo. Itakuwa Uislamu ujulikani mpaka ikitokea mambo hapa kuna Uislamu kumbe hapa. Ndio tunakwenda. Kafurumani. Mimi iftari siendi bwana. Wewe kama unataka mimi nitakula mwogo wangu mpaka nimalize. Kinakuja ukaftari watu wako uchi kabisa hapa. Ittaqillaha haithu ma kunta. Ucha Mungu ni popote. Kwenye iftari, nje ya iftari ni ucha Mungu tu. Wakitoka uchi wakae kwenye ulilao, lakini holi moja hawadaki wanakuja mashingo yako nje, huyu kaweka mnywele hivi, huyu anakucha hazieleweki. Iftari gani hiyo malaika wateremki? Hakuna unachopata, malaika hawaji wakati wa kumifutari. Kifuturu malaika wako na wewe mpaka umalize. Sasa wewe umejikosesha, malaika hawaji, chakula umewalisha watu ambao sio haki. Poteza muda tu. Na kupoteza muda tulisoma hapa alwaqtu, tulisoma sana kwenye darasa la Ijumaa. Tuendelee. Ya 15 an yuqabbila huma afanyeje? Uwe unabusu wazazi wako, uwe unawabusu, ndo adabu ya mtoto kwa mzazi. Kaingia mtu mmoja kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar anawabusu wajukuu zake basi. Ya Amir Mu'minin, hata hivi unalifanya la namna hii? Na wewe alikuwa ni kiongozi. Akaambia wewe basi, mimi na watoto 9, sijabusu hata mtu mmoja. Akamwambia tokea leo huna uongozi. Ndio akamuazi. Anakatoa Mtume anasema man lam yarham la yurham. Mtu ambaye hawezi kuwahurumia wengine naye hawezi kuhurumiwa. Toka tu ufai kwa kiongozi wewe, una huruma. Kisi ya mzazi kwa mtoto ni qublatu rahma. Kisi ya mtoto kwa mzazi ni qublatu shafaqa. Piga. Kisi zenye lazima ni 3. Hii nyingine hii ndio tunahusiana sisi. Lakini ya lazima hizi pia unapata kama tukuhusiana hapo. Qublatu muada inaitwa. Mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke. Lakini mtoto kumbusu mzazi wake inaitwa qublatu shafaqa. Anaomba huruma, anaomba rehema ambazo Mwenyezi Mungu alizowajalia wazazi zimfikie. Na mzazi lazima umbusu mtoto wako kuonyesha unamhurumia. Kisi ya mzazi kwa mtoto ni dua. Kisi ya mtoto kwa mzazi ni ombi. Kisi ya mtoto kwa mzazi ni ombi. Kisi ya mzazi kwa mtoto ni dua. Kisi ya mume kwa mke na mke kwa mume ni adawau, ni dawa. Ni dawa. Kama mbona ni unataka kitabu? Nitakupa kitabu sasa hivi kinatueleza faida za kupiga kisi kati ya mwanamke na mwanamume ziko 13. Kisi ya mke na mume inafanya mtembeo wa damu ukae kwenye hali yake ya kawaida. Sio mchezo. Tuendelee. Hatuna somo la kisi. Ndio sasa tusilete shehe. Kisi unaweza kumbusu mke wako sehemu yote, lakini kuna sehemu ambazo ni bora zaidi. Ni kama mzazi wako unaweza kumbusu kwenye paji la uso, kwenye kifua, kwenye nyayo, lakini kwa haraka tunabusu kwenye mkono. Lakini busu nzuri ni ile unambusu mzazi wako kwenye paji lake la uso. Ndio nzuri. Ni kama vile kisi nzuri ya kumbusu mke na mume, unambusu kwenye kiungo ambacho hata mtu akifa hakiozi. Ndio unabusu hapo. Na hapo ndipo roho itakapokuja kuingilia. Sallallahu ala rasulillah. Pale kibusu pale kuna vitu na haiji, unavichimbua. Kitu gani? Na jamaa darasa letu alizungumzia kisi. Tulisema tunaacha sherehe. Tuongezea hapo wapi? Na
kuna haiozi hicho kiungo hata kikaa miaka kadhaa, na hapo ndipo roho na sukari mnachelewesha kule. Sawa, ayuqabilahuma, katika adabu za wazazi kufanyaje? Kuwaruhusu. Tunaingia 16 ya 16, ayuqaddima min waqti al-akhari al-hidayah an yuqaddima min waqti al-akhari al-hidayah an yuqaddima min waqti al-akhari al-hidayah, awe akiwaletea katika baadhi ya nyakati zawadi, awe akiwaletea katika baadhi ya nyakati zawadi. Ayuqaddima min waqti al-akhari al-hidayah, awe anawaletea katika wakati mwingine zawadi. Wiki nzima shekhe, mzazi wako unayo nyumbani hajapata zawadi, anakula tu vyakula yako hayo. Unatoka hivi ukirudi, mbona wake zetu sisi tunawapenda sana kuliko wazazi jamani? Hivi kweli ni kweli watu nakaa na wiki nzima mke wako hujampa? Tusidanganyane. Wiki nzima hujampa mkeo hata hujaja na kasambusa kanini? Ndoa gani hizo? Mzazi unatoka hivi, napita mahala unamchukulia, najua mzazi wangu anapenda kitu fulani, basi kama nilisema napenda karanga, basi mzazi akuchukua pia na karanga, nafurahi. Hiyo ni adabu, sio katika haki mbali. Kule kwenye haki kule utakuta atatanguliza tena kitu kingine, lakini chenye sharti. Kafu inakuwa na sakna. Ayuqaddima min waqti min waqti, si waqti neno wakati, min waqti akhar, wakati mwingine alida. Sio kila siku, kwa sababu huwezi kupata kila siku, lakini wiki nzima imepita, siku 3 zimepita hujampa zawadi mzazi wako. Sheria ya Kiislamu umetoka pale, wabil walidaini ihsana, hujafanya wema kwa wazazi wako kwa kutokuwaletea zawadi wiki nzima. Sallu ala nabii Muhammad. Na huna adabu. Tumeshaanguka zamani, niwe kukaa tu ulie basi Mwenyezi Mungu hivi. Tunaingia ngapi? Ya 17. Na ina ngumu ayadhhaba. Jamani, nimesema mengi ya haya nimeyatoa kwenye kitabu gani? As-Suluku. Angalia pale huququl aulad, huququl walidaini, huququl auladi ala walidaini, utakuta haya yako pale yameandikwa. Ayadhhaba fil mazari'i, fil al-mazari'i, fil mazari'i au ala shati'i
nahri, 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 au bahri, au bahri, bahri, bahri. An yadhhaba ma'ahuma fil mazari'i au ala shati'in nahri au bahari, awe anaenda nao. Ayadhhaba ma'ahuma, awe anaenda nao fil mazari'i, kama hapo Rock City hapo tutahitaji tutaita kama nini? Mazari walikuwa wanatumia kama vile mbuga za wanyama, aende nao. Ayadhaba mama fil mazari, aende nao kwenye mbuga za wanyama au kwenye michezo kama pale. Na fanya nao matembezi. Lazima hiyo ni adabu sheikh. Wazazi wako unakaa nao, hata kama una gari basi watoe hata baba una tutembea hata sokoni yani. Baba yangu akipenda sana hiyo. Alikuwa mkulima Mawese nipande, maki alijua na mashamba kule. Alikuwa anapenda sana kutembelea sokoni. Kwenda kuangalia muhogo leo. Muhogo tukasotulwa juzi. Penda. Ayama mamahuma fil mazari, aendelee kwenye mabustani au ala shati inahari, au kwenye nini? Kwenye fukwe za mito, au ala shati inahari, fukwe za mito. Au bahari, au fukwe za nini? Sheikh Rajab, wazazi kwa hayo wapata kutoa out. Mtihani, usiseme bwana bali ni sana wala mti. Ni katika adabu. Sheikh Yasir una magari. Shaida wazazi kwamba unataka kutoka, unawapangia, unawaomba siku ya kutoka uti. Lakini ushatoka sana wake zako. Tana. Ni wazazi wako Sheikh. Pale unatembeza taratibu, unashika mkono, wanashuka. Wanaona hapo wanasitomea, watoto wanacheza kwenye maji, wafanya hivi, wajukuu zao, wazee wanaburudika. Wazee wetu hawa sio wazee sana. Sio wazee sana, lakini ni wazee sana kwa sababu maisha yamewapiga sana. Kwa sababu maisha. Msalie Mtume Muhammad. Tuwe tuna kanuni, barakallahu fika sallallahu khair. Tuwe tuna kanuni hiyo. Ni katika adabu. Hatujafikia kwenye haki. Sasa kama adabu ziko hivi, haki ni ngorane. Yaani ngorane ni kiliwe, ni jambo zito sana. Tunakuja inakuwa tunaingia ngapi? 18. musa'adatun fi amalihima. Musa'adatun fi amalihima. Ni kufanyaje? Wasaidia kazi yao. Saidia. Uishi nao, umekuja kuwatembelea, unakuta mzazi wako labda kuna kitu anagonga, ingia ufanye. Mwambie tukuelekeze unafanyaje? Unaingia unakuta mama yako anafajia. Usimulize dada kazi. Bwana mama anafajia huko hapa. Anataka mwenyewe. Basi ndio. Shahista na ndevu zako hizo zijae mavumbi. Sijidai tumefika pale unataka kufanyia kindoaza, unavua nguo usafi gani wewe? Fajia ujae mavumbi tu.
musaadatun fi amalihima, kuwasaidia. Mzazi anasumbuka kutafuta miwani, miwani yangu baba, unanipa ruhusa nikusomee? Basi soma tu. Acha miwani wewe, soma. Usaidie kazi ambayo mzazi wako anafanya. Tumeshaamka. Inayofuata ni ngapi? 19. Ya 19 hiyo. Fa in ghaba baina alif haina. Fa in ghaba ba maana yake ghaba. Fa in ghaba anhuma sa'ala anhuma bil murasalati. Fa in ghaba anhuma sa'ala anhuma bil murasalati. Fa in ghaba anhuma, akiwa yuko mbali na wazazi wake, afanyeje? Saalahuma, awe anawafuatilia na kuwauliza. Sitamki Kiswahili rahisi hapo. Saalahuma, awe anawafuatilia kwa kuwauliza. Fa in mimi niko da sawa wazazi wako Mwanza. Ndio umepona shekhe? Bado hujapona. Nimesafiri bwana, niko Dar es Salaam bwana. Sitarudi bwana, nitakuwa na wazazi. Hujapona. Fa in ghaba anhuma, ikiwa amesafiri yuko mbali nao, saala anhuma, awafuatilie kwa kuwauliza. Bil murasalati. Kwa nini? Bil murasalati kwa nini? Lazima utafute mawasiliano. Bil murasala. Sasa mpaka mzazi anapata hamu. Salamu alaykum baba. Wa alaykum salam. Baba, safari kweli ulifika salama, mbona unamtia mashaka nini mzazi wako wewe? Mpe furaha bana. Salamu alaykum wa salam mama. Mama, umeshakula chakula cha mchana? Umepumzika? Lakini mamangu umepumzika. Niko Dodoma. Safari inaendelea vizuri. Allah. Nakwenda tu kipupusa. Yaani tunashindwa mpaka na sisimizi. Sisimizi wakienda safari hivi. Hawa wanaokuja na wanaokwenda ulikotoka? Salamu. Ulikotoka? Hamjaona nini? Umetoka? Salamu. Nianza ndoka kugumu, anageuzia hapa. Hawa hamjaona? Unashindwa na sisimizi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Katika ihsani ni kuwa na adabu kwa wazazi. Kutokuwajulia hali umekaa wajulii, una adabu. Sijidewe uko mbali, hata ukiwa mbali tunashinda. Lakini wake zetu watu tunawapigia sana. Tusidanganyane. Hasa Sheikh Shabani sana tu wewe. Una gari, baba yako anaweza kudrive. Mke wako anaweza kudrive, lakini mke wako ndo ana drive yako, baba yako drive. Sasa kakaangu bwana Ibrahim yuko pale, ni driver mzuri. Wewe mtoto wako ni usimpe gari. Sasa ngoja nikuendeshe. Mbona mke wako wewe umuendeshaje, anaendesha peke yako? Mpe babako gari ajikumbushe ujana. Sallu ala nabii. Na traffic anakutana na mtu kama yule pale Sheikh Ibrahim.
Anakutana na shekaba madereva wa zamani hao. Unamwomba leseni, huna adabu. Siku moja trafiki mmoja alimwomba leseni Sheikh Jongo. Simjia Sheikh Ahmed Jongo. Alikwenda Sheikh Ahmed Jongo, hakutana na trafiki akampiga mkono. Shikamoo marahaba. Mzee leseni yako. Sijibu tosha hilo. Binti mjinga. Umri wote sasa huyu bwana anachukua gari. Anaingia mjini kufanya ni mtu anatoka shamba. Unamwona wewe anakwenda kutoka shamba. Si mtu wa mjini huyo eh. Sasa hata watu wa mjini mwajui mtakuja kukosa baraka ya watu. Sheikh niachie naye wewe nenda niachie mtadili naye. Na kadiri naye kweli. Ndio. Kwa hiyo uko mbali na mzazi wako mpigie. Ndio mtu wa kwanza. Usianze kuamka kwanza kusache manini na nini. Umeamka tunajua saa hizo wazazi wangu huwa wana kanuni ya kuamka. Na kama hujaamka mpigie mke wako. Vipi baba na mama ishaamka? Hapana hujaamka hajatoka. Hajatoka kabisa Saa hizi umeuliza? Sijauliza chochote. Nyingine ngumu hii. In hadatha Sheikh Musa hapo ana mtihani. Mzee mmoja hapa msikitini kaugua na nini? Eti watoto wake mtu baki ndio anacheza na baba yao mtu baki. Sikilizeni sasa. In hadatha liwalidaihi hadithun hina alif hadithun lam yufarriq huma lam yufarriq huma hatta yazula atharu atharul hadithu. Nasema Sheikh Musa, wazazi tumeshaanguka sana. Hebu nisomeni nisikie mbali. In hadatha liwalidayhi hadithun lam yufarriqhuma hatta yazula atharul hadith. Ikiwatokea wazazi wako jambo, ikiwatokea wazazi wake huyo mtoto katika adabu za wazazi, in hadatha liwalidayhi, ikiwa litawatokea wazazi wake, hadithun jambo. Na hapa kinachokusudiwa ni jambo zuri, jambo baya? Jambo baya. Likiwatokea jambo, lam yufarriqhuma, asifanyeje? Asiwaache, asijitenge nao, asiwe mbali. Lam yufarriqhuma, asiwe mbali na wazazi wake, hatta yazula atharus hadithi, mpaka ifanyeje? Mpaka lile jambo liondoke, hata kama si lote, yani mpaka unafuu patikane. In hadatha liwalidayhi, katika adabu za mtoto kwa wazazi wake,
likiwatokea wazazi wako jambo, lam yufarriquhuma, asiwaache, asiwatenge, asimwakilishe mtu mwingine. Labda itokea anafanya kazi Ulaya, yuko hapa na muda umeisha kabisa, hayo masala mengine. Lakini tumeona wazazi wako Mwanza hapa na wazazi wao Mwanza hapa, lam yufarriquhuma, asiwaache hata yazula, sio hata yadhhaba, hata yafni, hata yazula athari alhadith, mpaka iondoke ule uzito au upungue uzito wa kutosha. Tupo Sheikh Abdalla, wewe kidogo, kwa nilimuona kwa Mzee Isa, nikuona sasa, huo mwingine sijui mzazi wako akiwa na jambo uondoke. Tumeona watoto hapa eti wako bize, nika sasa Musa utakana mzee utaniangalizia upuuzi mkubwa sana. Una adabu kwa mzazi wako. Hapo ndio mzazi anarudi nyumbani, akifika anakwambia baba, naomba nikasalimie nyumbani kwanza kidogo. Akienda harudi mazima, ndio mazima. Hizi ni adabu, haujafika kwenye hapo. Inayofuata, mbona vikozi la yabkhal, la yabkhal, la yabkhal alayhima, alayhima, la yabkhal alayhima, la yabkhal, la yabkhal alayhima bimalin, bimalin. Sawa, lakini jike ni kwenda tu ni kwenda Sheikh, katika vitu ambavyo vinaruhusu kuchukua deni, katika vitu ambavyo vinachukua deni ni qada'u hajati walidain. Tumsalie Mtume Muhammad. Ni kukidhi haja za nani? Kakope Sheikh. Sheikh Isa nimekuja bana, una 20 hapo kopesha, wazee wa furahi, hakuna kubakhilia. Umetoa vocha, umemjazia vocha ya bando ya mwezi, kapiga, alafu anakuja bila kwa anapiga, ndio mteja, umemaliza bando. Baada ya siku 5 sasa mzee atanifilisi. Hakuna kufilisika Sheikh. Wewe na mali yako ni mali ya nani? Sasa usibakhilie Sheikh. Kila anachotaka mzazi wako kula ale, kila anachotaka kuvaa avae, unampeleka mahala chagua. Unaweza kusema hivi mji mzima kuna nguo hizi tu, maana hakuzikubali hizo, mpeleke duka jingine. Sema hizi sema tu gharama, lakini kwani hizi gharama sio gharama. Nakwambia ingia tu hapo, mimi nilifanya hiyo. Sheikh Musa, Mzee Isa uko haja, Mzee Rashid uko haja. Tayari bishaoda fitiri, unasubiri mpaka sasa fitiri ya mwaka huu. Wiki imeshaanza, wiki ya 10. Mzee kuna waliongezeka kwa nyumbani? Hakuna. Fitiri iko kwangu. Mzee anakuwa umempunguzia machungu na mawazo kila siku. Alhamdulillah, Mungu yasimu mtoto wangu. Lakini kuna wazee huwa wanaomba watoto wafe wao wabaki. Wapo wanaomba mtoto afe abaki yeye, lakini kanuni, ukiwa mtoto mwema, mzee anaomba nini? Yeye ndo atangulie muziki. Sana maana gani? Mwenyezi Mungu kero tupo tu. Tunaingia ngapi? 22. Tunazimaliza, yani mpaka ziishi. La yamut
la yamuddu, la yamuddu, la yamuddu, la yamuddu. Bado moja tu. Rijlaihi, rijlaihi, rijlaihi amamahuma, la yamuddu rijlaihi amamahuma, asinyooshe miguu yake mbele ya wazazi, asinyooshe. Ya mwisho an ya'tarifa, an ya'tarifa, an ya'tarifa qimata, qimata, qimata wa abawai. Kila wakati awe ni kitu kimejengeka kwenye akili, azingatie utukufu na ukubwa wa cheo cha wazazi wake, asiwachukulie poa. Una kuchukulia mzazi poa, hapo tumetua tukiwa uhai na salama. Na ya 24 an ya'tarifa, ya 23 ziko 23 hizo. An ya'tarifa qimata abawaihi, azingatie muda wote utukufu na cheo cha wazazi wake, azingatie wakati wote utukufu na cheo cha wazazi wake. Asiende mzazi poa, hakuna mzazi poa bwana. Hata kama baba yako alikutupa jalalani, mzazi wako alikuzaa kwa zina, mama yako, zingatia huyu ndio mama na anawajifa, yale mabaya yote wewe achilie mbali. Nishia kwa Allah wa rasuluhu ala. Hadikum Allah.